Day 2 News. We enlighten the dark side. Jana tarehe 22 alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe 19 ile. Tulimuondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam. Kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka, ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi. Tarehe hiyo 18 hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake. Sasa tukamwambia bana, kwa sababu hapa uko stranded, nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambao mmeisikia jana, ambao mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kawa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende. Akaenda mahakamani kwa ajili ya kuripoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake, akiwepo ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake. Ndipo mlipomuona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin, na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua, na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema, wamefika Central Police, wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii message yetu mbele, ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi, ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua, kwa message, vyovyote vile, na akaenda distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Best Line ambalo limeondoka jana saa 7 usiku, leo liko Tarime, si ndio hivyo jamani? Liko Tarime Best Line basi kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia. Wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa 3. Sasa hizi tulivyowaita hapa nafikiri ni saa ngapi hapa? Saa 10 kasoro saa hizi. Saa 10 kasoro. Masaa 32. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa 18, 16. Masaa 32. Na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alishaubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasiokuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali, wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi. Kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Tunataka tujue ndugu yetu yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Siji kaleta shida. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili, ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi. Ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari. Tena wakiitwa wanakuja. Lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda. Ndugu yetu hao wamepatikana. Na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya. Kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi lina viongozi, hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma. Hilo halina kubembelezana kabisa. Na tuna watu, ajili ya heche. Tuna wananchi. Bahati nzuri yule sio mkata ushuru, sio jambazi,
sio mnyang'anyi, ni mtu ambaye ni mtu nadhifu, mtu msafi, na mtu ambaye hana kwere na mtu yeyote kwenye dunia hii. Ni mtu safi tu anayedai haki katika nchi yetu. Day 2 News. We enlighten the dark side.